يلا يلا ويلا يلا علمتني كريمة علمتني رسولي علمتني كريمة علمتني رسولي علمتني كريمة علمتني حبيبي علمتني 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 يلا علمتني يلا علمتني كريمة علمتني رسولي علمتني كريمة علمتني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kukutana hapa katika viwanja vya Terminal 3 Airport hapo kwa ajili ya kumpokea kiongozi wetu wa kiroho Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali Ombwana Al-Mujaddid. ZHTV imetua nanga hapa kwa ajili ya kuchukua kila aina ya matukio ambayo kama yatakayotokea hapa, lakini lengo ni nini? Ni kumpokea na kumlaki, lakini pia kutaka dua na baraka za kiongozi wetu wa kiroho Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali. Hili ni jicho la imani, kipindi kichagua mbele yenu ndani ya ZHTV, na mimi ni Haji Ramadhan wa ZHTV. Tega sikio ili kupata habari ambazo zinazunguka hapa, takuleteeni dua zinazoendelea hapa, lakini pia vile vile maombi mbalimbali atakayoomba kwa ajili ya kuombea Watanzania na kuombea rais wetu wa nchi ya Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, lakini mahujaji mbalimbali watakapo hapa wakiongozwa na Mufti wetu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali Ombwana. Na mimi ni Haji Ramadhan wa ZHTV, na kipindi mbele yenu ni jicho la imani. Mwisho kipindi hiki na mwanzo kipindi kingine, ungana nami wa Haji Ramadhan wa ZHTV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mara nyingine tena mimi Haji Ramadhani wa ZHTV. Kama nilivyowaambia kwamba nipo airport kwa ajili ya kuripoti mambo ambayo yanaendelea hapa kwa kumpokea mufti wetu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali Ombwana, lakini mwanzoni hapa nikutana na ndugu yangu, mwalimu wangu, kaka yangu katika mambo mengi sana, mtangulize mambo katika mambo ya khairat. Ipo naye atatambulisha, alafu atasema yeye ni nani na kwa nini yuko hapa airport. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mtu bwana nani, lakini kwa nini yuko airport hapa leo? Naam, kwa majina naitwa Sharif Said Kisogwe, ni katibu wa vijana wa Kiislamu BAKWATA mkoa huu wa Dar es Salaam. Mashaallah. Na tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kama unavyoona airport leo imefurika, airport imejaa. Mkusanyiko huu kila watu wana furaha zao na kila watu wana mtu wao. Na sisi leo furaha hii, mkusanyiko huu unaoona ni kwa ajili ya kuja kumpokea Mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali Ombwana hafidhahullah wa raahu, kuonyesha kwamba tunampenda, tuna mahaba naye, kwamba yeye ni wetu. Kwa hiyo tukaona kuna haja ya kuja kumbai kiongozi wetu katika jambo hili kubwa, na aone kwamba anao nyuma yake wafuasi ambao wako tayari kumtii, wako tayari kumfuata, na tunamuunga mkono kwa juhudi na harakati ambazo anazendea asubuhi, mchana na usiku. Mheshimiwa alienda katika safari ya hija kutekeleza ibada ile kwa kubwa kabisa miongoni mwa ibada katika dini yetu ya Kiislamu, na leo alhamdulillah anawasili katika viwanja hivi vya uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo kubwa sisi ni kuonyesha furaha na kumpongeza kiongozi wetu. Amekwenda kwa salama na amani, anarejea kwa salama na amani, lakini ameongozana na umma mkubwa na alhamdulillah wengine walirudi juzi jana, na yeye leo atarudi na umma mkubwa. Kwa hiyo sisi kama wafuasi wake, sisi kama watoto wake, sisi vijana wake, tunao wajibu kuonyesha kwamba kweli tunambai na tunamtii kiongozi wetu. Kwa hiyo kubwa nitoe wito kwa Waislamu kumtii kiongozi huyu, kumheshimu Mheshimiwa Mufti kwa sababu anafanya kazi kubwa sana. Lakini ukiangalia kwa upande wa ziara hii ya hija, si kwamba amekwenda kufanya ibada na kumzuru bwana mkubwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia ibada ambayo ndani yake amekwenda kutengeneza fursa kwa umma wa Kiislamu, ameenda kutengeneza tija kwa umma wa Kiislamu. Kwa hiyo tunazo sababu za kumwombea dua. Man ataa amira faqad faz. Mmoja alisema kwamba mwenye kumtii kiongozi amefaulu. Tutaachaje na sisi kufaulu ikiwa tunamtii Mheshimiwa Mufti? Kwa hiyo inshallah, kwa hiyo sisi tunamwombea dua. Na wewe habibi, nimefurahi kukutana katika viwanja kama hivi. Allahu fika. Kama katibu wa vijana, hebu nataka uniambie hamasa, kwa sababu leo naona vijana wengi sana wamekuja hapa. Kama katibu vijana mkoa wa Dar es Salaam, hivi ulifanya harambee na hamasa kuhamasisha waje, au ni mapenzi yao kwa Mufti kama katibu vijana? Naam, hamasa zimefanyika kwa sababu habibi, kila jambo
jambo linahitaji hamasa. Leo tunaona kwenye mipira kuna watu wa hamasa. Tunaona katika mashindano mbalimbali kuna watu wa hamasa. Lengo ni kuamsha watu wajue nafasi zao kwenye jamii. Na mimi kwa nafasi yangu kama katibu niliorganize makatibu na invite mkoa wilaya zote katika mkoa wa Dar es Salaam kuhakikisha tunajitokeza kwa wingi kuja kumuunga mkono, kuwa naye kiongozi wetu. Na kweli alhamdulillah, nafikiri umeuona ni mkubwa sana, kina baba kwa kina mama, vijana wanaume, vijana wanawake, mabinti, wazee, hawa wote wamekuja kuhakikisha kwamba tunakuwa kitu kimoja. Tunamshukuru Allah, hamasa imefanyika na kweli watu wametuitikia. Kwa kweli sisi tunaombea dua sana. Na sisi kama Serge TV kwa kweli tumefurahi sana, kwa sababu na mimi sikutarajia kama kukutana na wewe hapa na katika cheo kama hiki, alafu umekubali kwa haraka haraka. Nakushukuru sana, Mungu akulipe kila la kheri, tuungane pamoja kwa ajili ya kumsaidia kazi Mheshimiwa Mufti. Sisi tunasema kama Serge TV tunamtakia kila la kheri Mufti wetu, tuko naye asiumbe, tunaamini kwa sababu mtu tunayemjua na Abubakar yule wa zamani, ile tu amezidisha kasi. Kale anapozidi kuwa umri mrefu ndivyo anazidi kuwa makubwa zaidi. Mtu mmoja alisikika anasema maneno kwamba unapochukua mzigo kutoka bega la kushoto kuleta bega la kulia, uzito haupungui, ila speed inaongezeka, kasi inaongezeka. Mmoja alisema unapochukua mzigo kutoa bega la kushoto na kuleta bega la kulia, uzito huo haupungui, lakini kasi na speed inaongezeka. Sheikh amaliza kwa mpango huo. Sheikh Sharif, katibu vijana mkoa wa Dar es Salaam BAKWATA, Baraza la Islam Tanzania BAKWATA, tuna imani naye na tunafahamu kama atafanya kazi vizuri, ataungana naye pamoja. Hii ni ZH TV, na mimi ni Haji Ramadhan wa ZH TV. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwisho kipindi hiki na mwanzo kipindi kingine, subscribe hapo kupata habari zinazoruka kila siku. Shukran, jazakumullahu khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nawashukuru kwa mapokezi mazuri makubwa yanayothamini mahujaji waliokwenda kuhiji, na nawathamini vile vile kiongozi wenu kule kurudi salama na kwa amani katika nchi yetu ya Tanzania. Nachofuata tufanye dua ambayo yote itakuwa ina kila mmoja atie nia yake na dhamiri yake ahudhurishe moyoni mwake kwa dua hii ambayo nitaiomba hapa kwa niaba ya mahujaji wote wa Tanzania nzima ambao leo wamehudhuria hapa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin ويا راحم المساكين يا سلام سلمنا والمسلمين. اللهم سهل لنا من الخير كل ما نريد ونجنا من الشر كل ما نخاف بفضلك يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الطف بنا فيما جرت به المقادير. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbal Alamin, ambaye kwa ulimi wa mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyesema kwamba mwenye kuvaana na amali ya hija anampa ofa ya siku 40 akimwomba Mungu dua yake inaitikiwa. Mwenyezi Mungu wakidhie haja zao waliokuja kutupokea wote. Mwenyezi Mungu ondoshe makero yao wote waliokuja kutupokea na Waislamu wote kwa ujumla, na itengeneze nchi yetu ya Rabbal Alamin, na utupe baraka katika shughuli zetu, katika biashara zetu, katika kazi zetu, katika nyadhifa zetu na katika mambo yetu. Mwenyezi Mungu yote yajalie yawe na kheri, na kila mmoja mwenye jambo lake mpe lile jambo lake. Mwenye haja Mwenyezi Mungu mpe haja yake. Mwenye maombi Mwenyezi Mungu muitikie maombi yake. Aliye mgonjwa Mwenyezi Mungu mponeshe. Mwenye mambo mazito Mwenyezi Mungu yafanye kuwa mepesi, na tustiri aibu zetu vile vile. Na kuomba Mwenyezi Mungu ya Rabbal Alamin, tuna haja ya amani kuendelea katika nchi yetu, na tuna kiu kubwa na ari kubwa ya amani kuwepo katika nchi yetu. Tunakuomba Mwenyezi Mungu ya Rabbal Alamin, idumishe amani ya nchi yetu, na jaalie nchi yetu iwe na baraka na masikilizano
maridhiano na maelewano na kheri tele ya rabbal alamin. Lakini tunakuomba ya Allah ya rabbal alamin, vile vile muhifadhi na kumlinda rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye na wasaidizi wake wote pamoja na serikali anayoiongoza kwa maslaha ya taifa letu. Mwenyezi Mungu tulinde kwa ulinzi unaojua wewe, tunusuru kama ulivyowanusuru mitume yako, na tuhifadhi kama ulivyohifadhi Qur'ani, ikawa ni kitabu la yatihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfi, hatuwezi kuharibika kitabu hiki mpaka siku ya Kiyama. Basi kwa hifadhi hiyo Mwenyezi Mungu na sisi tuhifadhi, lakini mfiche Mheshimiwa Rais na wasaidizi wake wote kama ulivyoificha roho katika mwili haionekani. Mwenyezi Mungu muimarishe na uimarishe nchi yetu vile vile kama ulivyoimarisha mbingu ukaisimamisha pasi na nguzo, na wafanyakazi wote wanaofanya kazi katika nchi hii Mwenyezi Mungu wape baraka, na wafanya biashara wote wanaofanya biashara katika nchi hii Mwenyezi Mungu wape baraka katika biashara zao, na viongozi wote ambao wanatuongoza Mwenyezi Mungu wape baraka katika uongozi wao, na sisi watu wa dini Mwenyezi Mungu tupe nguvu na taufiki ya kuweza kusimama vizuri kwa ajili ya kunusuru dini yako na kwa ajili ya kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama makhalifa wa watu wako. Mwenyezi Mungu ndio muweza juu ya kila kitu, lakini ndio mwenye kustahiki kuitikia dua zetu. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ilani wewe habibu, ilani wewe habibu, yalla karimu, yalla Mustafa, yalla karimu, yalla Mustafa mtume, habibu yalla mujitaba mtume, habibu yalla karimu, yalla Mustafa mtume, habibu yalla muhtari mtume, habibu Mustafa mtume, yalla muhtari mtume, yalla Mustafa mtume, yalla muhtari mtume, yalla Mustafa mtume, yalla muhtari mtume, yalla Mustafa mtume, habibu muhtari, yalla mujitaba mtume karimu, habibu yalla